بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, leo tukiwa katika tarehe 10 ya mwezi wa Ramadhani mwaka huu wa 1441 min al-Hijra, na tarehe 3 kama sikosei ya mwezi huu wa Mei mwaka 2020, tunaendelea na risala ya shahr Ramadhan, ahkamuhu wa adabu siyami. Hii ni sehemu ya pili ya risala hii ya Sheikh wetu Abu Abdul Bari Ahmad ibn Muhammad al-Haj al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala. Leo tunaelezea aqsamu saum, vigawanyo vya saumu. Qala hafidhahullah, as-siyamu qisman, saumu ni sehemu mbili zinagawanyika. Saumu inagawanyika sampuli mbili, fardhun wa tatawwu. Kuna saumu ya faradhi ya lazima na saumu ya sunna. Walfardhu yanqasimu ila 3 aqsam, na hiyo faradhi, saumu ya faradhi inagawanyika sehemu 3. Awalan, ya kwanza, ma yajibu lizamani nafsihi, ni saumu ambayo ni lazima kwa zama nafsi yake, wa huwa saumu shahri Ramadhan, na hiyo ni saumu ya mwezi huu wa Ramadhani, ni saumu ya lazima. Thaniyan, pili, wa minhu ma yajibu li'illa, na kuna saumu ambayo ni ya lazima li'illa, kwa sababu, wa huwa siyamul kafarat, nayo ni siyamu ya makafara. Kafara lile la jimaa, kitendo cha ndoa, kafara la kufunga miezi miwili mfululizo, hiyo ni saumu ya wajib, lakini hiyo inahusika na makafara. Thalithan, wa minhu ma yajibu biijabi al-abdi dhalika ala nafsihi, kuna saumu ambayo ni ya lazima lakini mtu mwenyewe kwa kuilazimisha nafsi yake, wa huwa siyamu nadhri, na hiyo ni saumu ya nadhri, ya kuweka nadhri. Arkanu siyam, saumu ina nguzo zake. Nguzo za saumu: lisiyami ruknani ithnan, saumu ina nguzo mbili. Saumu ina nguzo mbili. Awaluhuma, nguzo yao ya mwanzo, an-niyatu qabla al-fajri, ni nia, kutia nia kabla ya alfajiri, kabla ya kuanza kufunga, kabla ya wakati wa kuanza kufunga, mtu lazima atie nia ya kwamba kesho anafunga. Liqaulihi ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. ولحديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, عمل zote huzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu anapewa thawabu kulingana na alivyonuia. Innamal a'malu binniyat, hakika amali zote, ibada zote huzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na ana kila mtu vile alivyonuia. Kwa jambo la nia ni la lazima kwa kila ibada. Alhadithu muttafaqun alayhi. Wa thanihima, nguzo yao ya pili, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams, ni kujizuilia na venye kufunguza kutoka jua, yani alfajiri, kutokeza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams, kujizuilia na venye kufunguza tangu
wakati wa alfajiri ya kweli inapotokeza mpaka kuzama kwa jua, liqaulihi ta'ala wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layl. Allah anasema nakuleni na kunyweni mpaka ikubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi min alfajri, ambapo alfajiri ibainike ndio muache kula na kunywa. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu mchana mzima ila al-layl, mpaka kuzama kwa jua. wujubu tabiiti niyya wujubu tabiiti niyyati min al-layl, wajibu wa kuilazania tangu usiku. Wajibu wa kuilaza nia hiyo ya saumu tangu usiku, iwe mtu amenuia kwamba kesho mchana atafunga. i'lam akhi muslim annahu yajibu alayka tabiitu niyyati sawmi shahri ramadhana laylan qabla al-fajr. Jua ewe ndugu yangu Muislamu kwamba ni lazima kwako kuilaza nia ya saumu ya mwezi wa Ramadhani usiku kabla al-fajr, kabla ya alfajiri. Tangu usiku uwe na nia na azma kwamba kesho utafunga. Hii ni kabla ya kutokeza alfajiri ya kweli, ambapo ndio mwanzo wa saumu. Ni tangu usiku uwe na nia hiyo. wala yujzi biduni niyyati saumihi minan nahar, wala haitatosheleza bila ya nia ya kufunga mchana, haitatosheleza nia ya mchana, lazima ailaze nia hiyo usiku. fakullu man alima anna ghadan min ramadhana fala budda an yanwiya as-sawm, kila anayejua kwamba kesho ni Ramadhan lazima anuie saumu, anuie saumu kwamba kesho afunge. fakullu man alima anna ghadan min ramadhana fala budda an yanwiya as-sawm, kila aliyejua kwamba kesho ni Ramadhani lazima anuie kufunga. fa inna an-niyyata mahalluha al-qalbu, kwani nia mahali pake ni moyoni, anuie moyoni kwamba kesho atafunga. wa kullu man alima ma yuridu fala budda an yanwiyahu, na kila aliyejua analolitaka lazima alinuie. والتكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين, na kuitamka hiyo nia si wajibu kwa itifaki ya Waislamu. Sio wajibu kuitamka nia hiyo kwamba kesho utafunga. Watamka, aidha watamka kwa Kiswahili au watamka kwa Kiarabu au kwa Kizungu au kwa lugha yoyote, bali talaffudhu biha bid'atun dhalala, bali kuitamka hiyo nia ni uzushi, ni upotevu. wa irraaha an-nasu hasana, hata watu wakiona bid'a hiyo ni nzuri, lakini ni bid'a, ni upotevu. Kwa hiyo jambo la kutamka nia, jambo hilo halitakiwi, ni uzushi. Kila mtu anuia moyoni tu kwamba kesho atafunga, kama vile katika sala kwamba mtu ananuia moyoni kwamba anasali salatu subhi, anasali salatu dhuhur wa hakadha. Na saumu ni hivyo hivyo, mtu anuia moyoni tu kwamba kesho atafunga, si kutamka nia. Walidhalika kama ulama wanasema vile mtu kuamka saa 8, saa 9, saa 10 akala daku, hiyo ndiyo nia. Kwa nini anakula daku? Sababu kesho atafunga, kwa nafsi ya kula daku ndiyo nia tayari hivyo. Kwa hiyo hakuna sala la kutamka nia kwa maana waitu sauma ghadin an adai, hiyo jambo hakuna katika sunna. Mtume sallam hakusema, wala masahaba wake wala salafu salih wote, bali wamesema kutamka nia ni uzushi, watu wawache uzushi huo. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أسيه إنوية صوم قبل الفجر هانا صوم. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أسيه إلى صوم
yani asiyenuia saumu kabla alfajiri fala siyama lahu, huyo hana saumu. Wa fi riwayati an-Nasa'i man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, asiyeilaza saumu kabla alfajiri huyo hana saumu. Yani nia ile kabla alfajiri hajailaza na kunuia kabla alfajiri, huyo hana saumu. ويستحب تجديد النية كل يوم, na ni sunna kunuia upya kila siku. ويستحب تجديد النية كل يوم, na ni sunna kunuia upya kila siku. لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها, kwa sababu hiyo siku ni ibada pekee, kila siku ni ibada pekee ambayo inaangusha fardhi ya wakati wake. Kwa hiyo kila siku mtu anatakiwa anuie kwamba kesho anafunga, usiku ananuia kwamba kesho asubuhi anafunga siku nyingine. قال الإمام البغوي في شرح السنة المجلد السادس صفحة 270: وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة. asema dhahiri ya hadithi hiyo iliyopita ni kwamba inafahamisha maneno walioyasema amma, watu wa kawaida, kwamba kila siku wananuia, lianna sawma kulli yawmin ibadatun munfarida, sababu saumu ya kila siku ni ibada pekee. Fayaktadhi niyatan ala hida, kwa inataka nia ya pekee yake, kila siku inataka nia ya pekee yake. وأما صوم صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح. أما صوم يا سنة ni halali kwa mtu kunuia kufunga saumu ya sunna baada ya kupambaukiwa asubuhi, anaweza akanuia saumu ya sunna. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq, na hiyo ni kauli ya Imam Shafi'i na Imam Ahmad na kadhalika al-Imam Ishaq, kwamba saumu ya sunna unaweza ukanuia asubuhi. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 120. ameitilia nguvu kauli hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa mujallad wa 25 صفحة 120. dhalika lianna as-salata al-maktuba yajibu fiha min al-arkan, na hilo ni kwa sababu sala zenye kufaradhishwa yajibu fiha min al-arkan, upasa ndani yake katika nguzo, kalqiyami, kama kusimama ni katika nguzo za sala za faradhi, walistiqrari ala al-ardi, na kutulizana juu ya ardhi, ma la yajibu fi at-tatawwu, jambo ambalo si lazima katika sala za sunna, tawsi'an min Allah ala ibadihi fi turuq at-tatawwu. Hii yote hii ni tawsi'an min Allah ala ibadihi, Allah kuwakundulia waja wake, fi turuq at-tatawwu, katika njia za sunna. fa inna anwa'a at-tatawwu'ati da'iman awsa'u min anwa'i al-mafrudhat, kwani sampuli za sunna daiman ni awsa'u, ni pana kuliko sampuli za ibada zilizofaradhishwa. Kwa kuna mambo ambayo ni lazima katika ibada za faradhi, lakini katika ibada za sunna mambo hayo sio lazima. Ndio hivi saumu ya faradhi ni lazima mtu anuie usiku kabla alfajiri, lakini saumu ya sunna anaweza akanuia hata asubuhi, kwamba leo nafunga sunna ya Jumatatu au ya Alhamisi au sunna ya siku yoyote. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي. katika sahihi Muslim kutoka mama Aisha radhiallahu anha anasema, aliingia kwangu mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, faqala li, akaniambia, hal indakum shay'un, je mna chochote, yani chakula. Hal indakum shay'un, je mna kitu chochote? Faqulna la, tukamwambia hapana, hakuna kitu. Qala fa inni idhan saim, mtume akasema basi mimi ni saim, nina saumu, basi mimi nafunga kama hakuna kitu chakula. Fa inni idhan saim, basi mimi ni saim, naanza kufunga.
وروى البخاري تعليقا ووصله الطحاوي بسند جيد ولفظه: كان ابن عباس رضي الله عنهما يصبح حتى يظهر. alikuwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma akiamka asubuhi hatta yudhhir, mpaka unafika wakati ule wa dhuha. Thumma yaqul, kisha anasema: laqad asbahtu wa ma uridu sawm, nimeamka asubuhi na sikusudii sawm, sikusudii kufunga. Wa ma akaltu ta'aman wala sharaban mundhu al-yawm, na sijakula chakula wala kinywaji tangu hii leo niamke, sijakula kitu. Wala asumanna yaumi hadha, na nitafunga siku yangu hii, mchana wangu huu nitafunga, kwa sababu sijakula kitu wala sijakunywa chochote. Dalili nyingine ya kuonesha kwamba saumu ya sunna yajuzu kunuia asubuhi. Wa thabata nahwuhu an ghairihi min as-sahaba, mthubutu mfano wake, mfano wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwa wengineo katika masahaba, minhum Hudhaifa wa Muadh ibn Jabal wa Abu Darda radhiallahu anhum, kama fi Fathil Bari. Kwa hiyo saumu ya sunna yajuzu mtu kunuia asubuhi, madam hajafanya jambo lolote la kufunguza saumu yake tangu amke, yajuzu kuanza kufunga saumu ya sunna baada ya kutia nia hiyo ya asubuhi. Ama saumu ya faradhi ni lazima anuie usiku kabla alfajiri ya kweli kwamba kesho anafunga. Ala man yajibu, ni kwa nani ni lazima saumu hii? Ala man yajibu, ajma al-ulama ala annahu yajibu as-siyamu ala al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Wamewafikiana maulama kwamba ni lazima saumu kwa muislamu mwenye akili, aliyebaligh, mzima si mgonjwa, al-muqim yani aliye mjini, hayuko safarini. Ajma al-ulama ala annahu yajibu as-siyamu ala al-muslim al-aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Wamewafikiana maulama kwamba ni lazima saum kwa muislamu mwenye akili, aliyebaligh, mzima si mgonjwa, al-muqim aliyeko mjini, hayuko safarini. Kwa hiyo huyo ni lazima afunge. Wayajibu an takuna almar'atu tahiratan min alhaidhi wan nifas, kwa mwanamke ni lazima awe mwanamke ni mwenye kusafishika na hedhi na nifasi. Hana hedhi, hana nifasi, ni lazima mwanamke huyo afunge. Fala siyama ala kafir, hakuna saumu kwa kafiri sababu si muislamu, wala majnunin, wala mwenda wazimu, hakuna saumu kwake kwa sababu hana akili, wala sabiyin, wala mtoto si lazima kufunga kwa sababu yeye bado hajakuwa baligh, wala maridhin, wala si lazima saumu hii ya Ramadhani kwa mgonjwa, wala musafirin, wala kwa msafiri si lazima saumu hii, wala haidhin, wala mwanamke mwenye hedhi, wala nufasaa, wala mwenye nifasi, wala sheikhun kabirun, wala mtu mzima harim, mtu mzima mzee pia haipasi saum, wala hamil, wala mwanamke mwenye mimba, wala murdhi, wala mwenye kunyonyesha. Hao si lazima saum, wala haipasi kwao kufunga, na wengineo hapo kufunga pia haisihi saumu yao, kama huyo mwenda wazimu, kafiri, haid, mwenye hedhi, mwenye nifasi. Hawa hata wakifunga saumu zao hazisihi. Siyamu sabi, saumu ya mtoto. Wa in kana siyamu ghaira wajibin alayhi, hata kama saumu si lazima kwa mtoto, illa annahu yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bihi, isipokuwa inatakikana kwa walii wa jambo lake, yule mwenye kusimamia mambo ya mtoto huyo, kama ni mzazi wake, kama ni mlezi wake, inatakikana kwa mlezi huyo na mzazi huyo amuamrishe mtoto wake saum, liya'tadahu min as-sighar, ili aizoee tangu udogo, maadama mustati'an wa qadiran alayhi, muda wa kwamba ni mwenye kuweza kufunga, basi amuamrishe tangu ni mdogo, kabla hajabaleghe, amuamrishe jambo hili la saum la kufunga.
watoto wanatakiwa waamrishwe mambo haya ya ibada, iwe ni swala, iwe ni saumu. Kuanzia wadogo walazimishwe, waamrishwe ili wazoee ibada. Hakuna kwamba mtoto usimwamrishe manake atapata alsas jinini. Hakuna kupata alsas, hii ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anatuhifadhi kwa ibada hii, si kwamba ibada hii inatia alsas. Hakuna maradhi hayo kwa mwenye kufunga, si kwamba saumu inatia maradhi, la hasha. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii kwa hikma yake, si kwamba inatia maradhi. Kwa watoto wanatakiwa waamrishwe saumu, ibada hii ya saum, wala hawapati maradhi yoyote, si ya alsas wala mengine ambayo yanasababishwa na saum. فعن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأمصار. يبقى ربيع بنت معوذ anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma mtu asubuhi ya siku ya Ashura ila qura al-amsar, kwenda katika vijijini, na kuelezea huyo mtu aliyetumwa, man kana asbaha saiman falyutimma sawmahu, aliyeamka asubuhi kwamba ana saum na aikamilishe saumu yake. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yawmihi, na ambaye ameamka kwamba ni mwenye kufungua basi na afunge, ajizuilie mchana wake uliobakia. Fakunna nasumuhu, tulikuwa tukifunga. Baada dhalika, baada ya tangazo hilo, wanusawimu sibyana nasighara minhum, na tunawafungisha, tunawaamrisha wafunge watoto wetu wadogo. Wanadhabu ila almasjid, na tunakwenda msikitini. Fanaj'alu lahumul lu'bata min al-'ihn, tunawapa vitu vya kuchezea vya sufi. Fa idha baka ahaduhum min at-ta'ami, mmoja wao akililia chakula, a'tainahu iyah, tunampa hicho kitu cha kuchezea, hatta yakuna inda al-iftar, mpaka abakie hivyo hivyo wakati wa kufungua, tunampa iftari. Hivi ndivyo walikuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, wakiwapa mazoezi watoto hao ambao wanachezea vitu vya kuchezea, wanawapa mazoezi ya kufunga. Hii ni kuonesha hawa ni watoto ambao labda kwenye miaka 4, 3, 5 ndio wanaopewa vitu vya kuchezea hivyo kwa ajili ya kusahaulishwa na chakula. Kwa hiyo watakiwa watoto wetu tuwaamrishe, tusiwatelekeze. Mtoto wa miaka 7, mtoto wa miaka 8, wewe unashindwa kumwamrisha saumu, unasema atapata maradhi. Hakuna maradhi hayo. Uwe mtoto unamtelekeza kiasi hicho, kwa sababu kila unavyomlea mtoto ndivyo anavyokuwa. Ukimlea katika ibada, mtoto yule atakulia katika ibada. Lakini mtoto unapomtelekeza namna hiyo, ukambebeleza namna hiyo, ukamwachia namna hiyo, huyu hatazoea ibada. Hata akifika miaka 20 ataona tabu kufunga, ataingia chooni atafune sambusa na bajia. Kwa hiyo mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa Uislamu unaamrisha watoto wapewe mazoezi ya ibada, sala, siyam na ibada nyingine, ili wakulie katika ibada. Man yurakhasu lahum fil fitri, wanaoruhusiwa kufungua, watajibu alayhi alfidyatu duna alqadha, na ni lazima kulipa fidya bila kulipa saum. Kuna watu ambao Uislamu umewaruhusu kufungua katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na lazima walipe fidia kwa kila siku waliofungua bila kulipa saum. Wa kwanza, ash-shaykhul fani al-kabir wal mar'atul ajuz, mtu mzima mzee na mwanamke kinyanya. Hawa ni kwamba wanaruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani, lakini walipe fidia kwa kila siku wanaoiacha. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. Mtu mzima mzee na mwanamke kinyanya ambao hawawezi kufunga, fayutimani, wao watoe chakula mahali pa kila siku, wampe maskini chakula hicho. Fayutimani makana kulli yawmin miskina, watoe chakula mahali pa kila siku, wampe chakula maskini.
وروى الدارقطني المجلد الثاني صفحة 207 بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما. Ipokewa kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ni kwamba yeye alidhoofika na saumu mwaka mmoja, alishindwa kufunga. Fasana jafnatan min tharidin wadaa 30 miskinan faashba'ahum, akatengeneza sinia ya tharid, chakula kile cha tharid, akawaita maskini 30, akawapa chakula kile na kuwashibiza chakula kile, ikawa tayari fidia yake imemalizika. Kwa siku moja tu aliwaita maskini 30, akawapa chakula hicho cha tharid, wakala mpaka wakashiba, tayari fidia yake ikawa ametoa hiyo ya mwezi mzima Ramadhani. Mtu wa pili, alhamilu walmurdhi, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha pia anaruhusiwa kufungua na lazima alipe fidia kwa kila siku anayoiacha bila kulipa saum. Rawa ashabu sunan al-arba'a an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala agharat alaina khaylun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walishambulia farasi wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fantalaqtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaakul, nikaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na hali yeye anakula. Faqala, mtume akanambia ijlis, ka fa asib min ta'amina hadha, ka ili upate chakula chetu hiki, yani ule na sisi. Fakultu, nikasema inni saib, ana sasa nikasema mimi nimefunga. Qala ijlis uhadithka anis salati was-siyam, ka nikupe habari nikuzungumzie kuhusu sala na saum. Inna Allah ta'ala wada'a shatra as-salati was-sawma 'anil musafir, Allah mtukufu ameondosha nusu ya sala na saum kwa msafiri, wa 'anil murdhi'i au al-hubla, na kwa mwenye kunyonyesha au mwenye mimba. Inna Allah ta'ala wada'a shatra as-salati was-sawma 'anil musafir, Allah ameondosha nusu ya sala na ameondosha saum kwa msafiri. Maana msafiri sala zenye raka 4 anaziswali raka 2 ndio ameondosha nusu ya sala, na pia ameondosha saum kwa huyo msafiri. Wa anil murdhi'i au alhubla, na kwa mwenye kunyonyesha au mwenye mimba pia amewaondoshea saum. Kisha akasema wallahi laqad qalahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kilayhima au ahadahuma, na hapa kwa Allah amewasema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam wote au mmoja wao. Faya lahfa nafsi alla akuna ta'imtu ta'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nasikitika kwa nafsi yangu kutokula chakula cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faya lahfa nafsi alla akuna ta'imtu ta'ama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anasema naisikitikia nafsi yangu, naihuzunikia nafsi yangu kutokula chakula cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وروى أبو داود عن كريمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. amepokea Abu Dauda kutokana na Ikrima kwamba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alisema katika maneno ya Allah mtukufu wa ala alladhina yutiquna, alisema Ibn Abbas kanat rukhsatan lishaykh alkabir walmar'ati alkabira wa huma yutiqani as-siyama an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina. Anasema aya hiyo na wale ambao wanaweza kufunga, asema hiyo ilikuwa ni ruhusa ya mtu mzima mwanamume na mwanamke mkinyanya mtu mzima, wa huma yutiqani siyama, na hali wao wanaweza kufunga, an yuftira wafungue, wa yut'ima makana kulli yawmin miskina, na kumpa chakula maskini mahali pa kila siku ya kufunga anampa chakula maskini. Walhubla walmurdhi, na mwenye mimba na mwenye kunyonyesha
idha khafata ala auladihima, wakiogopea watoto wao, aftarata, watafungua, wa at'amata, na watatoa pia chakula. Mwenye mimba na mwenye kunyonyesha pia wakiogopea watoto wao watafungua mchana wa Ramadhani, wa at'amata, na wao pia watatoa chakula mahali pa kila siku wanaoiwacha. Kwa hadithi hii ni dalili, athari hii Ibn Abbas ni dalili ya kwamba mtu mzima awe mwanamke au mwanamume, kadhalika mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, wakiogopea watoto wao watafungua saum, halafu walipe chakula, wampe maskini kila siku, wanaoiacha wampe maskini badala ya saum. وعن نافع عن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام. يمكن kwa Nafi kutokana na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, aliuliziwa kuhusu mwanamke mwenye mimba akiogopea mtoto wake, je, afunge? Washtaddat alaiha siyamu, na ikawa nzito kwake saum, afanye nini? Qala tuftiru, afungue, wa tut'imu makana kulli yawmin miskina, na atoe chakula mahali pa kila siku, ampe maskini chakula hicho, muddan min hinta bimuddi nabii sallallahu alaihi wasallam, kibaba cha hinta cha ngano kwa kibaba cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo pia ni fatwa ya Ibn Abbas. Kadhalika Ibn Umar radhiyallahu anhuma alipoulizwa kuhusu mwanamke mwenye mimba akiogopea mtoto wake na ikawa uzito saum, pia akajibu vile vile kama Ibn Abbas kwamba afungue, halafu alipe chakula, ampe maskini kila siku anaoiwacha ya Ramadhani, ampe chakula maskini mudi, yani kibaba cha ngano kwa kibaba cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa maulama wamekhtalifiana, hiyo mudi ni kilo 1.5, wengine kilo 1.5, wengine kilo 1. Maulama wamekhtalifiana hapo. Kwa hiyo hiyo ndiyo hukumu, ingawa masala ni khilafia, lakini hii ni fatwa ya masahaba hawa wawili, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Pia wametoa fatwa hiyo ya kwamba mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha pia hukumu yao ni kama wale watu wazima wasioweza kufunga. Wao wanatakiwa walipe chakula tu, wampe chakula maskini kwa kila siku wanaoiwacha bila kulipa saum. Faqala aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala taqdi. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما سألته زوجته وهي حبلى. hii ni hadithi nyingine amepokea Imam ad-Darqutni kutokana na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ni kwamba mke wake alimuuliza wahia hubla, na hali ana mimba mke wake. Faqala, Ibn Umar akajibu, aftiri, akamwambia mke wake fungua, wa at'imi an kulli yawmin miskina, mpe chakula kwa kila siku maskini mmoja, wala taqli, wala usilipe saum. وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ولد له حاملا أو مرضعا. يبقى الدارقطني كتكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول alimuona ولد wake ana mimba au ni mwenye kunyonyesha. Faqala, akamwambia, anti minal ladhina la tutiqun, wewe ni katika wale ambao hawawezi kufunga. Alaikil jazaa, jilazimishe jazaa tu, jilazimishe jazaa ya kulipa ya kutoa hiyo fidia ya chakula kumpa maskini. Walaisa alaikil qadhaa, na si lazima wewe ulipe. Laisa alaikil qadhaa, wewe huna kulipa saum, bali alaikil jazaa, ulipe hiyo fidia ya chakula mudi kumpa maskini mmoja kwa kila siku. Tambihu, qala al-ulama inna al-hamila inma tajibu alayha al-fidya idha khafat ala janiniha. Maulama wanasema mwenye mimba inma tajibu alayha al-fidya,
ni lazima kwake fidia hiyo ya chakula, kumpa maskini mmoja kwa kila siku anayoiacha, kumpa maskini mmoja kila moja ya chakula. Idha khafat ala janiniha, akiogopea yule mtoto wake aliyetumboni, huyo mwenye mimba akimuogopea huyo mtoto aliyetumboni, ikiwa atafunga pengine atapata madhara. Amma in khafat ala nafsiha, ama akiogopea nafsi yake huyo mwenye mimba, fa alaiha alqada'u ala sahih, basi ni lazima huyo alipe saum juu ya kauli sahih min aqwali ahli alilmi, katika kauli za ahli alilmi. Liannaha hinaidhin marida, sababu yeye wakati huo mwenye mimba huyo anaiogopea nafsi yake, wakati huo ni mgonjwa. Watadkhulu fi qawlihi ta'ala, na anaingia katika maneno ya Allah mtukufu, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra, aliyekuwa mgonjwa katika nyinyi au yuko safarini, basi afungue halafu aje alipe siku nyingine. Wa huwa qawlu ibn Umar radhiyallahu anhuma, hii pia ni kauli ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwamba mwenye mimba akiogopea nafsi yake kufunga, huyo mwenye mimba hapo basi atakula halafu aje alipe saumu baada ya Ramadhani. Ama akiogopea mtoto wake, hapo ndio anatakiwa alipe fidia ya chakula, kila siku anayoiacha ampe maskini chakula mud au kilo moja ya chakula bila kulipa. Hiyo ni katika aqwal za ahlul ilmi. Almaridhu maradan muzminan la yurja bur'uhu, mtu wa tatu ambaye anaruhusiwa kufungua na bila kulipa saum ni kutoa chakula tu. Almaridhu maradan muzminan la yurja bur'uhu, mgonjwa mwenye maradhi ya kuendelea ambayo hayatarajii kupona. Mgonjwa mwenye maradhi muzmin, maradhi ya kuendelea ambayo hayatarajii kupona, huyu pia anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani na kulipa fidia bila kulipa saum. Almaridhu alladhi yataadha min hadha alwajib ad-dini la yalzamu bihi, mgonjwa ambaye anapata maudhi kwa wajibu huu wa kidini, la yalzamu bihi, pia huyu haimlazim saum. Liqauli arrahmani arrahim, laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-maridhi haraj, kwa kipofu hakuna haraj, hakuna madhambi, wala kwa mwenye ulemavu hakuna madhambi, wala kwa mgonjwa hakuna madhambi. ولقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, aliyekuwa ni mgonjwa katika nyinyi au yuko safarini, basi afungue na aje alipe saumu siku nyingine. ويكون في حكم الشيخ الكبير العاجز كما أفاده النووي في المجموع, na huyo anakuwa mgonjwa huyu anakuwa katika hukumu ya yule mtu mzima mwenye kushindwa kufunga, kama alivyofahamisha hivyo al-Imam an-Nawawi katika kitabu al-Majmu' mujallad wa 6 safha 258 wa ghairihi. Kwa hiyo huyu mgonjwa ambaye ana maradhi ambayo hayatarajii kupona, huyu pia anaruhusiwa kufungua na kulipa hiyo fidia kama yule mtu mzima anayeshindwa kufunga. Mas'ala: idha kaffara al-ajizu 'ani as-siyami bil-it'ami lil-iyasi min bur'ihi thumma 'ufiya fa innahu la yalzamuhu qada'u as-sawm, akilipa kafara mwenye kushindwa kufunga. Kwa mfano, huyo mgonjwa ambaye ana maradhi hayo ambayo hayatarajii kupona, akalipa kafara kwa kushindwa kufunga, akatoa chakula akampa maskini, kila mtu katika maskini akatoa kile kibaba chake kumpa maskini, lil-iyasi min bur'ihi, kwa ajili ya kukata tamaa kupona kwake maradhi hayo. Thumma ufiya, kisha akaponeshwa maradhi yale, akapona maradhi yale ambayo ilikuwa amekata tamaa kwamba hatapona. Thumma ufiya, kisha akaponeshwa maradhi yale.
fa innahu la yalzamuhu qada'u as-sawm, yeye haimlazim kulipa tena ile saum maadam tayari ameshatoa fidia ya chakula, haimlazim kulipa ile saum. Idhan idha kaffara al-ajizu 'ani as-siyam, mwenye kushindwa kufunga akitoa kafara lila saum bil it'ami, kwa kutoa chakula akampa maskini. Kwa sababu gani? Liliyasi min bur'ihi, kwa sababu ya kukata tamaa kupona maradhi yale. Thumma ufiya, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshea maradhi yale. Fa innahu la yalzamuhu qada'u sawm, mgonjwa huyo haimlazim tena kulipa saum, kwa sababu tayari ameshalipa fidia ile ya chakula. Man yurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alayhim alqada, kuna ambao wanaruhusiwa kufungua na ni lazima sasa kulipa hiyo saumu. Kuna ambao wanaruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani na lazima walipe saumu hiyo waliofungua baada ya mwezi wa Ramadhani. Awalan wa mwanzo, almusafir ni msafiri. Msafiri anaruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani aje alipe zile siku alizokuwa safarini akafungua. Qala ar-Rahmanur Rahim, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, aliyekuwa ni mgonjwa au yuko safarini basi afungue halafu ajalipe siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikumul usra, wala hakutakieni uzito. Kwa hii ni tashil, ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwasahilishia waja wake hao wasafiri na wengineo walioruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhan kisha waje walipe. Wa fi sahihain anna Hamza ibn Amr al-Aslami qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam aasumu fi safar. Katika sahihain Bukhari na Muslim ni kwamba Hamza ibn Amr al-Aslami alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nifunge safarini? Aasumu fi safar, je, nifunge nikiwa safarini? Wakana kathira siyam, alikuwa akifunga sana huyo sahabi huyo. Faqala, Mtume akamwambia, inshita fasum wa inshita faaftir, ukitaka funga na ukitaka fungua. Mtu akiwa safarini amepewa ruhusa hiyo, akitaka afunge kama anajiona ana nguvu afunge, na akitaka afungue akijiona ni dhaifu kwa sababu ya usumbufu wa safari, basi akitaka afungue. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftiri wala al-muftir 'ala as-sa'im, au falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftiru ala saim, rawahu Shaykhan. Tulikuwa tukisafiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga hakumwaibisha mwenye kufungua, wala mwenye kufungua hajamuaibisha mwenye kufunga. Ni kwamba kuna wengine walikuwa wanafunga safarini, wengine walikuwa hawafungi, wala hakuna yoyote anayemuaibisha mwenzake, si mwenye kufunga kumwaibisha mwenye kufungua, wala mwenye kufungua kumwaibisha mwenye kufunga, kuonesha kwamba hili jambo lila khiari, ni khiari. Msafiri ana khiari kufunga na kufungua. Akijiona mwenyewe yuko sawa, hakuna udhaifu wote, hakuna usumbufu wote safarini, anafunga na saumu yake ni sahihi. Akijiona ni dhaifu, usumbufu safarini umempa udhaifu, anatakiwa afungue. Kwa hiyo ana khiari msafiri katika saumu yake. Fasaimu amiru nafsihi, kwa hiyo saim mwenye kufunga ni amiri wa nafsi yake, ni kiongozi wa nafsi yake, akitaka afunge, akitaka afungue. Wa min ahsani ma hufidha عن الصحابة رضي الله عنهم ما رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. ndio maana as-saimu amiru nafsihi, mfungaji mwenye kufunga ni amiri, ni kiongozi wa nafsi yake. Qala wa min ahsani ma hufidha ani sahaba radhiyallahu anhum, ni katika maneno mazuri yaliyohifadhiwa kutokana na masahaba radhiyallahu anhum, ma rawahu at-Tirmidhi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ni athar aliyoipokea al-Imam at-Tirmidhi kutokana na Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, anasema
كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن. Masahaba walikuwa wakiona kwamba mwenye kupata nguvu akafunga safarini fahasan ni vizuri, wa man wajada dha'fan, na mwenye kupata udhaifu faaftara akafungua hiyo safarini fahasan ni vizuri. Kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan, walikuwa wakiona masahaba kwamba anayepata nguvu safarini akafunga fahasan ni vizuri, wa man wajada dha'fan faaftara fahasan, na mwenye kupata udhaifu safarini akafungua fahasan pia ni vizuri. Kwa hiyo msafiri amiru nafsihi, ni amiri wa nafsi yake, akitaka afunge na akitaka afungue, yeye mwenyewe ana khiari. Mas'ala: idha nawa almusafiru as-siyama bil-layl wa shara'a fihi jaza lahu al-fitru athna'a an-nahar. Msafiri akinuia kufunga usiku alinuia kwamba kesho mchana atafunga, wa shara'a fihi, na akaanza kufunga mchana huo, jaza lahu al-fitru athna'a an-nahar, inajuzu kwake kufungua katikati ya mchana. Baada ya kuanza kufunga halafu katikati ya mchana akasikia uzito kwa sababu ile safari, yajuzu kwake kufungua. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala safarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila Makkah 'am al-fath. Asema tulisafiri na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwenda Makkah 'am al-fath, mwaka wa kufunguliwa Makkah. Fasama hatta balagha Qura' al-Ghamim, akafunga mpaka alipofika Qura'ul Ghamim, mahali hapo jina la jangwa hilo. Wasama an-nasu mahu, na watu wakafunga pamoja na mtume sallam. Faqila lahu, mtume akaambiwa, inna an-nasa qad shaqqa alayhimus siyam, watu wamepata uzito, saumu imewapa uzito watu hawa. Wa inna an-nasa yantadhiruna madha fa'alta, na watu wanakuangalia wewe utafanya nini. Fadaa biqadahin min ma'in, mtume akaagizia glasi ya maji. Baada ya al-asri fashariba, akanywa maji hayo. Wannasu yanzuruna ilayhi, na hali watu wanamwangalia. Faqala, akasema, innakum qad danawtum min aduwikum walfitru aqwa lakum, nyinyi mmemkaribia, mmewakurubia maadui wenu, na kufungua kuna wapa zaidi nguvu. Innakum qad danawtum min aduwikum walfitru aqwa lakum, nyinyi mko karibu na maadui wenu, walfitru aqwa lakum, na kufungua kuna wapeni nguvu zaidi. Fakanat rukhsa, ikawa hiyo ni rukhsa. Faminna man sama wa minna man aftar, asema Abu Sa'id al-Khudri, kwa katika sisi kuna waliofunga na katika sisi kuna waliofungua. Thumma nazalna manzilan akhar, kisha tukashuka mashukio mengine. Faqala, mtume akasema, innakum musabbihu aduwakum, nyinyi mtampambaukiwa asubuhi katika maadui wenu. Walfitru aqwa lakum, na kufungua kutakupeni nguvu zaidi. Faaftiru, fungueni. Fakanat azma, ikawa hii sasa ni amri. Faaftarna, tukafungua. Thumma ra'aytuna nasumu baada dhalika ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safar, kisha tukawa tunafunga baada ya hapo pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam safarini, kisha tukawa tunafunga pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam safarini. Mas'ala ukhra, mas'ala mingine: wa idha nawal muqimu siyama, muqim, mtu ambaye yuko mjini akanuia kufunga, alinuia kufunga. Thumma safara fi athna'i an-nahar, kisha akasafiri katikati ya mchana. Jaza lahu al-fitru, yajuzu kwake kufungua. Khilafan liljumhur, hii ni kinyume cha jumhur, maulama wengi. Lakini mtu ambaye yuko mjini halafu akanuia mchana, akanuia safari, yajuzu kufungua mtu huyo. Hii ni khilafan liljumhur, kinyume cha kauli ya jumhur. Rawa al-Imam at-Tirmidhi والدارقطني والطبراني في الأوسط وصححه الألباني عن محمد بن كعب قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا. asema Muhammad ibn Ka'b radhiyallahu anhu,
nilikwenda katika mwezi wa Ramadhan kwa Anas ibn Malik, nilimfuata Anas ibn Malik katika mwezi wa Ramadhan, wa huwa yuridu safaran, na yeye anataka kusafiri, waqad ruhilat lahu rahilatuhu, na tayari mizigo yake imeshawekwa katika mnyama wake, walabisa thiyaba safar, na alikuwa ameshavaa nguo za safari, fadaa bita'amin faakala, akaagizia chakula, Anas akala, fakultu, nikamwambia sunna, hiyo ni sunna, faqala sunna, akasema hii ni sunna, thumma rakiba, kisha akasafiri. Kwa huyo alikuwa ni mtu mjini, halafu akanuia kusafiri mchana, kwa hiyo ni yajuzu kwake kufungua. Dalili yake ni hiyo, athari hiyo ambayo sahahu الشيخ الألباني رحمه الله. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاس، nilisafiri pamoja na Abu Basra al-Ghifari katika jahazi min al-Fustat, kutoka Fustat, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Fadafa'a thumma qarraba ghidhaahu, asema akatoa na kukurubisha chakula chake. Thumma qala, kisha akasema iktarib, kurubia tule. Fakultu, nikamwambia alasta baina albuyut, si uko baina ya nyumba hapa, bado hujaanza safari. Faqala Abu Basra, araghibta an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, je, wewe unaichukia sunna ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kufungua ukiwa safarini? Qala Shaukani, wal hadithani yadullani ala anna lilmusafiri an yuftira qabla khurujihi min almawdhi' alladhi arada as-safara minhu. Alimamu Shaukani anasema hizi hadithi mbili zinafahamisha kwamba msafiri yajuzu kufungua kabla ya kutoka pale mahali ambapo anakusudia kusafiri, kabla hajatoka pale mjini pale, yajuzu kufungua kabla ya kutoka pale mjini. Kufungua yajuzu. Hii ni kinyume cha qasr, kupunguza swala. Hawezi kupunguza swala mpaka atoke pale mjini, apite nyumba za pale mjini, pale tayari ndiyo safari imeanza kule, yajuzu kupunguza swala kule, sio pale pale mjini kabla hajasafiri. Lakini kufungua yajuzu kufungua wakati anaanza safari, kabla hajatoka pale mjini. ndio maneno ya Imam Shaukani akasema wal hadithani yadullani ala anna lilmusafiri an yuftira qabla khurujihi min almawdhi' alladhi arada safara minhu. Hizi hadithi mbili zinafahamisha kwamba msafiri yajuzu kufungua kabla ya kutoka pale mahali ambapo anataka kusafiri kutoka pale. وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشعبي وداود الظاهري وابن المنذر، ورجحه ابن تيمية وانتصر له الشيخ الألباني، وله رسالة صغيرة في المسألة. الشيخ الألباني أنا رسالة ndogo katika masala haya kwamba mwenye kufunga akitaka kusafiri mchana yajuzu afungue kabla safari yake haijaanza. Sheikh Albani ana risala ndogo katika masala hayo kwamba yajuzu kwa msafiri huyo. Ama idha kana saumu fi safari yashukku alayhi, ama ikiwa saumu safarini humtia uzito, walau fi hadhihi alazmani allati tawaffarat fiha wasailu naqlin sari'a wa muriha, hata kama katika zama hizi ambazo zimekithiri katika zama hizi zile wasila zile au vifaa vile na njia za safari za haraka na zenye raha, vile vyombo vya kusafiria ambavyo ni vya haraka na vyenye raha, falaisa min albirri albatta, si katika wema albatta kufunga, bali alfitru aula wa ahra wa ahabbu ila Allah, bali kufungua ni aula na ni uhakika zaidi, na Allah anapenda zaidi mtu afungue hata kama safari yake ni ya chombo cha kusafiria cha haraka na chenye raha, ndege au Boeing au ndege aina yoyote yenye raha. لحديث جابر رضي الله عنهما، وحديث جابر رضي الله عنهما المروي في الصحيحين iliyopokewa katika sahihain, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema laysa min albirri siyamu fi safar, si katika wema
kufunga safarini. Laysa minal birri siyamu fi safar, si katika wema, sio vizuri kufunga safarini. Kwa hadithi hii inamaanisha kwamba hata kama safari yake ni safari ya raha, haina dhiki, hii ni ruhusa na ni aula afungue kuliko kufunga safarini. Mtu wa pili ambaye anaruhusiwa kufungua na lazima aje alipe. Thaniyan, almaridhu alladhi yurja zawalu maradhihi, mgonjwa ambaye hutarajiwa kuondoka maradhi yake, huyu pia anaruhusiwa kufungua, lakini lazima aje alipe. Mgonjwa ambaye hutarajiwa kuondoka maradhi yake. Qala ta'ala, waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa ni mgonjwa au yuko safarini basi afungue halafu aje alipe saum siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikumul usra, na Allah hakutakieni uzito. قال الخرقي رحمه الله في المختصر المجلد الأول صفحة 50: وللمريض أن يفطر idha kana saumu yazidu fi maradhihi, yajuzu kwa mgonjwa kufungua ikiwa saumu inazidisha maradhi yake. Mgonjwa yajuzu afungue idha kana saumu yazidu fi maradhihi, ikiwa saumu inazidisha katika maradhi yake. Fa intahammala, akivumilia, wasama, na akifunga hivyo hivyo, kuriha lahu dhalika, ni makuruhu kwake hilo, wa ajzahu, na saumu yake imemtosheleza. Ikiwa anafunga pamoja na uzito huo na maradhi yake yanazidi na anafunga, ni makuruhu, sheria inachukia hivyo Uislamu, lakini saumu yake hiyo itamtosheleza, hatalipa kwa sababu amevumilia maradhi na amefunga. Wayulhaqu bilmaridhi man ghalabahu aljuu au alatashu wa khafa ala nafsihi alhalak, na huingizwa na ulahikishwa na huyu mgonjwa, hupewa hukumu ya huyu mgonjwa man ghalabahu aljuu, mtu ambaye kiu kimemjaa imemshinda, au alatashu, au kiu kimemshinda, wa khafa ala nafsihi alhalaka, akaogopea kufariki, akaogopea nafsi yake kwamba itafariki. Fayalzamuhu alfitru, huyo inamlazim kufungua. Wa in kana sahihan muqima, hata kama ni mzima na yuko pale pale mjini, lakini pengine dhiki imemshika, kiu imemzika, pengine abeba mizigo labda kutoka Kongowea mpaka feri kule Likoni, abeba mzigo mikokoteni, kiu kikampata cha kufa, hapo yajuzu kwa kufungua. Wa in kana sahihan muqiman, liqaulihi ta'ala, wala taqtulu anfusakum, wala msiziue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima, kwani Allah ni mwenye huruma kwenu. Wa qawlihi ta'ala, wama ja'ala alaykum fid dini min haraj, Allah hakukujalieni uzito wote katika dini. Kwa mtu ambaye njaa imemshinda sana au kiu kimemshinda na anaogopea kufa, njaa ya kufa au kiu cha kufa, huyo anatakiwa afungue halafu aje alipe. Thalitha, mtu wa tatu ambaye anatakiwa afungue halafu aje alipe, man ta'ammada alqai'a, mwenye kukusudia kutapika, mwenye kukusudia kutapika. Wa mimman yajibu alayhi alqada'u aidan, katika watu ambao ni lazima walipe pia, man istaqa'a mutaammidan, yule mwenye kujitapisha kwa makusudi, huyu lazima alipe. Lima rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man dhara'ahu al-qai'u falaysa alayhi qada', ambaye yamemshinda matapishi huyu hana kulipa. Wa man istaqa'a, na mwenye kujitapisha, falyaqli, na alipe saumu hiyo. Man dhara'ahu alqai'u, mtu anasema man dhara'ahu alqai'u falaysa alayhi qada, mwenye kumshinda yale matapishi, alisikia vibaya, alisikia kichefuchefu akatapika bila khiari yake, huyu hana kulipa, saumu yake ile ni sahih, asifungue, aendelee na saumu. Wa man istaqa'a, lakini mwenye kujitapisha, falyaqli, na ailipe saumu yake. Kwa ina maana mtu akijitapisha, labda alisikia kichefuchefu akajitia vidole vya mdomo au mswaki mpaka akatapika kwa kusudi, huyu sasa lazima aje ailipe saumu hiyo, kwa sababu amejitapisha kwa makusudi. Kwa leo tutaishia hapa, tuwape nafasi wasikilizaji wasikilize kwa utulivu. Kesho tutakuja kuendelea wale ambao ni lazima wafungue na pia kulipa, wale ambao ni lazima kwao kufungua lakini pia
lazima waje walipe baada ya Ramadhani. Hayo biidhnillahi kesho tutakuja kuendelea. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum.